Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo jijini Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jitihada za kuunganisha Wakongomani bado zinaendelea. Mapema wiki hii Rais Felix Tshisekedi aliongoza mkutano wa vyama mbalimbali vya kiraia baada ya vyama vya kisiasa kutoka upinzani kukataa kushiriki. Hata hivyo, kufikia jana baadhi ya viongozi na makada kutoka vyama vya upinzani wameanza kushiriki, ikiwa ni pamoja na kundi la vijana kutoka vyama vilivyokuwa vikimuunga mkono rais mstaafu Joseph Kabila. Mbelechi Msoshi ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hii ametuandalia taarifa zaidi. Skafu zenye picha ya rais wa zamani Joseph Kabila, vijana hao ambao wanadai kuwakilisha muungano wa vyama msapoti rais mstaafu wa DRC walipokelewa na mshauri maalum wa Rais Tshisekedi ambaye amepewa jukumu la kusikiliza wanasiasa wa pande zote ili kuangalia vipi pamoja kutatua mgogoro wa mashariki mwa Kongo kupitia serikali ya muungano ambayo yanapaswa kuundwa. Kwa mujibu wa Jean Lupembe ambaye ni mmoja wa wasemaji wa muungano wa vyama msapoti Kabila, amesema amejibu wito huu kulingana itikadi ya Joseph Kabila ambaye amedai kila mara upendo wa Kongo, licha viongozi wakuu wa chama hicho wamepinga kushiriki katika mazungumzo haya. Wanaokataa wito wa rais wa jamhuri tunaweza kusema wao ndo wanaunga Rwanda mkono, maana sisi sote tunajua kama nchi na matatizo, na tunajua haswa vita Joseph Kabila ni upendo wa Kongo. Kwa sababu Kongo ina matatizo, wakati umefika kwa aliyekuwa rais wa jamhuri aliandaa uchaguzi wa 2018 ili tuwe na mabadiliko ya kisiasa. Anapaswa kutoa mchango wake, ni muhimu sana. C'est très important, madame. Ce qui est important, c'est d'abord le Congo. Na baadaye walitoa barua ya kusema ya kwamba hawamfahamu kijana huyu ambaye amedai kuwakilisha chama chao. Mpinzani mwingine ambaye amekubali wito huu wa rais ni Moise Monidela, kiongozi wa chama kitwayo Wahifadhi wa Mazingira na wa Demokrasia. Kwa mujibu wake, lengo ya kila mwanasiasa ni kuangalia kwanza faida ya nchi. Niko mwanasiasa, nasifanye kwa mtu njoo alinituma nifanye siasa. Nafanya siasa kwa sababu ni nchi yangu. Na leo nchi iko na moto inaingia kunyumba. Inaingia kunyumba, president rais wa nchi anaisa mkuye wa ndugu, mkuye moto inaingia kunyumba, tuzime moto. Siwezi ukatala parce que politiki iko na maana. Kama unatumikia raia, unatumikia nchi. Kama ukutumikia nchi, politiki haina maana. Leo nchi yetu niko na chama ya opposition. Leo tuko wamoja, lakini nchi yenyewe iko na problem, ndio maana hii. Hadi sasa wapinzani waliokuwa na ushawishi mkubwa kama vile Moise Katumbi, Martin Fayulu na Joseph Kabila mwenyewe wameendelea kupinga wito huu wa rais wa DRC wa kutatua pamoja mgogoro wa mashariki kupitia serikali ambayo inapaswa kuundwa baada ya majadiliano haya. Naam, huyo ni Mbelechi Msoshi msikilizaji na taarifa hiyo. Na vile vile kumbuka kwamba unaweza kusoma mengi tu